niseme niungane na yale yote mazuri yaliyosemwa. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mmetaja kwenye ripoti yenu, na sio kutaja tu, tumeona mazuri yaliyofanywa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mama mwenye huruma, mama mwenye upendo, na Wanashinyanga tukiwepo Wanakishapu. Leo nilipoingia nimekagua madarasa, nilikuwa na walimu pale, wamefurahi kweli nilipokuwa nawaona. Wakasema zamani madarasa yaliyokuwepo ni haya hapa mwenyekiti, na sasa tuko kwenye madarasa yenye tiles, vioo vya kutosha, ukipenda ufunge tinted sawa. Kwa hiyo hapa mlioyaona yaliyofanyika Bunambiu, Watanzania wote wa Shinyanga, ni nchi nzima. Piga makofi mengi kwa rais. Mama yetu hakuishia kwenye elimu tu, kwenye afya. Kwa mkoa wetu wa Shinyanga, nataka niwaambie wale ambao mnasikia na pengine mmeona, tulikuwa tukitaka matibabu, ukiachilia zahanati zetu na vituo vya afya, ukiambiwa hospitali ya rufaa ni lazima uende Mwanza. Sio hivyo wazazi wangu? Lete chaene bano bakishapu wagoje Mwanza. Leo tunapozungumza hapa, ili mpaka ukaende Mwanza ni bahati mbaya sana. Shinyanga, makao makuu yenu ya mkoa, kule Mwawaza, si mnapojua Mwawaza, hospitali ya rufaa iko hapo. Piga makofi ya kutosha kwa daktari. Na waganga wapo 200, karibu 300 wameletwa. Kwa hiyo mama, ukibeba ujauzito, ukiachilia ule wa mwezi wa 10, ambao mnaenda kuzaa mapacha 3, na wanaume tuko tayari, tena tutaendelea kutunza kuanzia leo. Kama ni lotion tutanunua, kama ni madira tutawanunulia, kama ni yani hata wigi la kuvaa tutawanunulia. Hilo nimeona niliweke sawa. Leo mama, paka uende Mwanza ni bahati mbaya sana. Daktari Samia kwa uchungu wa kina mama wa mkoa wa Shinyanga akashusha hospitalini pale. Hospitali imejengwa, ina majengo ya kutosha, ina madaktari wa kutosha, vifaa tiba usiseme, paka kuna mashine ya kukufuata uliko mgonjwa. Piga makofi kwa Daktari Samia. Vitu hivyo mwenyekiti wangu wa wazazi na viongozi wote na wananchi vilikuwa havipo, na hatukutegemea. Tukienda kwenye lugha yetu sahihi, ile ya Kiingereza mnachokijua, hatukuchangia. Mtachangisha bana Kishapu. Bana Kishapu mgabana nchango kwa kusenge stereo. Lakini tunaambiwa haya ninayowaambia yamefanyika Shinyanga. Ujenzi, nataka niguse machache tu. Ujenzi wa reli ya mwendo kasi, mleo igwa mdo igwaga, mleo wana mdo wanaga. Mnaona amoni inaendelea. Reli hii hapa, niongee kidogo ili tuende pamoja. Tulipopiga kura tulimpata Magufuli na Samia. Mheshimiwa Magufuli akatangulia mbele za haki, msaidizi wake akashika usukani, akakuta na miradi hii walianzisha wakiwa pamoja. Nini maana ya reli ya mwendo kasi? Mradi huu alipofariki hayati Magufuli, tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu, Daktari Samia akashika usukani. Miongoni baadhi ya watu lazima upate mshtuko, wakasema tukuja
tutaenda. Sasa tumeenda zaidi na zaidi. Sasa hivi ninapozungumzia reli na treni ya mwendo kasi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, wanasafiri kila leo. Sasa hivi kesi hiyo imeisha huko. Piga makofi kwa Samia. Kipande kimebaki cha Makutupora kinachoendelea kujengwa kuja Tabora, Isaka, Shinyanga, Mwanza. Wakandarasi wako site. Reli hii faida yake nini? Kwa ufupi sana, reli hii inapojengwa ikikamilika, hata ununuzi wa simenti bei itapungua. Usafiri wewe kutoka Shinyanga kwenda Dar es Salaam masaa 8-9 umeshafika. Unaweza ukaondoka leo ukaenda ukanunua mzigo Dar ukarudi Bunambiu. Piga makofi kwa Samia. Bononge nale doweza ngere lieneo. Ya bononge nale domana kishapu weze ngere lieneo. Mama Samia akajenga. Tunaposema mitano tena, maana yake amepiga kazi ya kuonekana. Hiyo reli inaendelea. Na leo nilipokuwa nakuja, Mheshimiwa Rais, si ndio mwenyekiti wa chama taifa, mnajua, lazima umwambie. Akasema, Mabala, fikisha salamu zangu kwa jumuiya ya wazazi na wananchi wote wa Kishapu, wakiwepo wa Bunambiu, waambie na wasalimia sana. Tunaomba makofi ya kutosha sana. Ndugu zangu, mama amefanya kazi nyingi. Ameitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 99%. Majengo haya mliosema ya hospitali, barabara usiseme, nimegusa reli, sekta zote. Kwenye elimu bora akaenda mbali zaidi mpaka elimu ya juu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaposema mitano tena, sio ile ya kusema bila vitendo. Mwaka huu ni wa uchaguzi. Mmenitajia, diwani alisema tuna umeme wa sola kwa Kishapu. Nikizungumza tu ni bilioni nyingi kweli zimeshuka hapa. Mwaka huu ni wa uchaguzi. Niliona niseme machache. Mkutano mkuu wa CCM taifa, wajumbe tuliohudhuria, mabalozi mnisikilize sana, na wote tuliopo tunaohusika. Sisi mlipotutuma tulienda kumaliza kazi. Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye tuliyemaliza kumteua. Tunasubiri tu tume watangaze, CCM tupeleke mgombea wetu wa urais. Kazi iliyobaki ni huku kwenye wilaya. Najua kamati kuu, katibu mkuu na kamati kuu, utaratibu utatoka wa kutangaza kama kawaida yetu ya chama. Watu wataomba. Ushauri wangu kwenye hili zoezi, kwa mazuri yote yaliyofanywa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na mlivyoona tumempitisha kwa kura zote za 100%. Naona siku hiyo mlikuwa mnafuatilia, kwa kujipambanua na kazi alizozifanya. Niwaombe wale wajumbe mlioongezwa, mmeshukuru kwamba hata jumuiya mmeongezwa, mabalozi kwenye nafasi hizo mbili za wabunge na madiwani zitakapotangazwa. Sasa hivi tunao kipenga, kikipigwa sasa kila mwanachama ana haki, au sio jamani? Ukienda kupiga kura bila kuangalia huyu ataleta maendeleo, mazuri yote ya Daktari Samia atayaharibu. Na hapa tuelewane kabisa, kwa sababu ndio eneo la kusema. Mmesema wazazi ndio pa kufundishana. Rai yangu, awe diwani, awe mbunge, itakapotangazwa nafasi hii,
chagueni watu wanaokubalika. Anakubalika ndani ya chama, lakini na nje ya chama. Ukimkubali ndani ya chama wewe, nje ya watu kule hawamkubali, tukatumia lile neno la kusema mwenzetu. Nirudie hapa, tukatumia lile neno la kusema ni mwenzetu. Je, wapiga kura ni mwenzao? Sio, tunaelewana? Tukitumia, narudia hapa ili muelewe, mabalozi na wengine wanachama, tukitumia neno huyu ni mwenzetu, na wale kule tukashindwa kuwaelewa kwamba huyu ni mwenzetu ana kijani, je, wananchi nao ni mwenzao? Maana yake kama ni mwenzetu wa wananchi sio mwenzao, huyo kwenye hili zoezi hana sifa. Mimi ukiniuliza, ana sifa kuendelea kuwa mwenzetu. Sisi moyo, sisi tunaelewana? Yani naomba geki Kiingereza ya Jumanne yeko mabara nijitolee mimi. Mnampenda sana kama mwenyekiti wa mkoa, anataka aende kwenye ubunge. Je, wale wapiga kura wa nje wanamkubali? Bane orosangere jama sanguna agende kagale magaba mayo. Oromera ronera balera ngena abantu masangu. Otora mwendengo, otora na masalo, otora moina na magere. Okakora hangina kwaliye otora, ochamba nyanya, wena hangina matwale muno moto. Ndiko msisangweni. Tunapoenda kwenye zoezi linalokuja, tuweni makini sana. Na mkitaka kujua sisi moyo urumoha ya kumanangu mkikwanga, na hili ni wape tu hesabu ndogo tu, haihitaji mganga wa kienyeji wala daktari. Mnaweza mkaniuliza kwamba tutawajuaje hawa ni wazuri? Ni wape mfano. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Watakapogombea kata ya Bunambiu, nitolee mfano tu, akiwemo diwani wangu mzuri kabisa, anaeleza vizuri. Wote madiwani hao wamepiga kazi na Daktari Samia. Wakigombea, wakichukua fomu, watu 7 vijiwe vyote vitaanza kujadili. Wakigombea, wakifika 5 tu, wakichukua fomu, vijiwe vyote vitaanza kuzungumza. Na sisi tukivua hizi shati, tukienda kule, si wananchi kama wale? Ukienda kwenye kahawa wanajadili, ukienda kwenye msiba siombei wanajadili, uende kwenye kikao cha kikundi wanagawana hisa zao wanajadili. Hamjaingia kwenye maoni hapo. Wanasema mabara, nikitoraga sana mfano. Huyu mabara, hapana. Ukienda kwa kina mama wanaosha viungu vyao, wanasema mabara haya gete. Wakisema siagi, huyu nafuu. Wakisema luaruma makoro mwikoja, haya gete mwenyewe. Wapi badayambaga. Na sisi tunasikia. Sasa hapo wewe, ukiwa balozi, ukiwa kiongozi yoyote kwenye hivyo vijiwe, hili ni wapa sasa kama darasa kidogo. Wewe kaa kimya, acha wachambuliwa hao waliochukua fomu. Alafu angalia kwenye ule mdahalo kulikuwa na watu 10. Je, siagi au mabara katoka na watu wangapi? Unakuta kwa vijana katoka na watu 7. Ukienda kwa kina mama ana watu 10. Ukienda kwa wazazi ana watu 20. Sisi tunaelewana? Huyu kwa dalili hiyo maana yake ana watu. Sisi tunaelewana? Mwingine uliyemng'ang'ania sasa, mabara huyu mwenzetu, kila kijiwe, kila jumuiya ana 0. Yeye akaja
la hela tu na furushi kubwa, akakusalimia, unageuza maelezo, unasema mkono mtupu wa ulangu. Sio tunasema hivi. Gapi tunaomba tena. Haya kitu kitu tumekutuana. Sasa mnaenda kwenye mkono unaolangwa, kumbe una sumu. Akija kurudishwa, tunaanza sasa kuzitafuta kula za Daktari Samia Suluhu Hassan ambazo ziko wazi. Tunampa huyu mgombea udiwani jukwaa kama hili aombe kula. Wewe alikusalimia kwa paja la kuna hela nyingi. Sasa siku hiyo mwenyeji anaongea. Wananchi wamesubiri. Waambia wanampenda mgombea na tuombe kula. Analipiga jukwaa kama hapa. Dakika mbili nyingi. Kwanza anawaogopa watu. Kwa sababu na yeye alikuwa miongoni anasikia walipokuwa wanamsema. Sasa matokeo yake mnaanza. Ukimaliza sema mgombea omba kura, tulishamaliza kukuombea. Anaomba. Kuna kanuni ya tume kwamba lazima mgombea ulizo maswali yasiyopungua mangapi? 5 kwa hasa urugu. Haya maswali kama yapo kwa mgombea maswali 3 wanakuja vijana 20 katikati. Wanamuuliza. Swali la kwanza anapigwa kwamba wewe Mabala, tunataka tukuulize, miongoni mwa ng'ombe waliokuwa wanaibiwa kwenye kata ya Bunambiu, wewe ndio ulikuwa kinara. Kila tukiwakamata wale wezi, wewe ndio ulikuwa unawatetea. Unataka tukupe udiwani ili umalize mazizi yetu yote. Hapo imeulizwa CCM au imeulizwa mgombea? Tuambizane, tumeulizwa CCM mgombea? Mgombea wala sio CCM. Sasa wale wote mliokuwa mnashangilia mjitoje na mapembe mnaanza kurudi nyuma. Swali la pili kwamba katika ardhi ya Bunambiu wewe ndio ulidiliki kuiuza. Tulikuwa tunaiomba, wewe ndio ulikuwa mwanasheria. Ulikuwa unatuchongea tunakamatwa kila siku. Leo unataka utukupe, utatuteteaje au unataka tuhame tena kama mwaka ule? Mtamsaidia kujibu. Haya imeulizwa CCM yeye. Sasa hapo kitakachojiri kama nilivyo hapa. Wanajua CCM tulivyo hivi. Wanaona hapo mgombea atazalilika, au sio? Maswali mangapi? Hii mkutano lote linanyanyuka. Matokeo yake ni kwenda kuchomoa. Mnasema umeme umekatika. Maswali yale yamekuwa magumu. Je, hapo tutautoboa? Wadogo wanatoka kinda. Ndio maana nasema huyu anaweza kufaa kuwa mwenzetu ndani ya chama, lakini nje sifa zake hazitoshi kutuvusha. Huyu tuendelee kuwa naye wala tusimtoe. Tutafute watu watakao tuvusha kama tulivyofanya mkutano mkuu kwa urais ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Paka hapo tunaelewana. Mwambie rafiki yako tamu lakini ngumu kumeza. Mwelekatwe uyaka kana mwenyewe tamu lakini ngumu kumeza. Asemeni nasikie ni Daktari Samia kwamba tamu lakini ngumu kumeza. Tuimeze tu. Oni waombe. Kwenye hili nimalizie. Maana ya halmashauri kuu ya taifa kuongeza idadi ya wapiga kura. Kinachotakiwa ni haki itendeke. Maana yake wale wote, hata ungekuwa na gunia uwezi kabisa. Kwa hiyo na nyinyi ambao mmepewa hiyo zamana wenzangu, basi tukafanye kweli bila kumnunia mtu, bila kumwonea mtu. Kwenye hilo zoezi Mwenyezi Mungu tumtangulize kwanza. Na kutuma salamu hizi kwako
ukiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutufikishia kwa mwenyekiti wetu wa chama taifa kwamba kitendo alichokifanya yeye pamoja na kamati kuu kuziingiza jumuiya zetu ngazi ya matawi, kata na mpaka wilaya na mkoa kuwa sehemu ya kuwapata viongozi wetu, kwa maana kwamba wabunge na madiwani. Kwa kweli tumefarijika sana, na ndio maana tunapoadhimisha maazimisho haya tunaazimisha kwa furaha kubwa sana, maana mlezi wetu na mwenyekiti wetu wa taifa ametufanyia mambo makubwa, ametupanulia demokrasia, amezisamini jumuiya zake, na sisi kuwa sehemu ya maamuzi ya kuwapata wawakilishi. CCM oyee! Mwenyekiti wetu ambaye ni mgeni rasmi, mwenyekiti wetu wa mkoa, sambamba na salamu hizo, sisi kama jumuiya ya wazazi tunapoadhimisha sherehe hizi tunaenda na kauli mbiu. Hii ni kauli mbiu yetu ya wazazi, tukitambua ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na tumesema kwamba wazazi ushindi wa CCM tuko mstari wa mbele, tukiongozwa na kauli ya kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuidhibitisha kauli hiyo, sisi kama wazazi tunapoadhimisha maadhimisho haya tumeweka mpango mkakati wa kuhakikisha ushindi wa CCM kwa mwaka huu 2025. Jumuiya ya wazazi tunahakikisha asilimia ama kushiriki kuhakikisha kwa 100% ushindi wa CCM unapatikana. Tumeandaa mpango kazi ama mpango mkakati. Hivi karibuni tutakuwa na baraza la mkoa ambao tutapitisha mkakati wetu ule wa kuhakikisha ni kwa namna gani wazazi tunatoka vipi kuhakikisha ushindi wa CCM unakuwa ni wa 100%. Na katika mkakati huu tutauleta pia kwenye kamati yako ya siasa ya mkoa. Na mimi niwaambie ndugu zangu mlioko hapa, ninatambua hapa tuna viongozi wote mpaka kwenye matawi. Tuna imani kwamba mpango huu utawafikia nyinyi huko chini kwenye zile kamati zetu za ushindi za matawi, kata, za jumuiya wazazi, kuhakikisha wazazi tunatoka vipi kuhakikisha ushindi wa CCM. Tumehakikisha CCM imeshinda kwa 100%. CCM oyee! Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwa kwenye maadhimisho haya, mimi pamoja na viongozi wenzangu, kwa maana kwamba wenye viti wenzangu wa jumuiya ya wazazi ya wilaya pamoja na kamati zao za utekelezaji na kamati yangu ya utekelezaji ya mkoa, tumekubaliana kwa pamoja, baada ya kutambua tuna changamoto ya nyumba za watumishi katika wilaya zetu, lakini hata pia na mkoa wetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.